Yesu asifiwe. Watoto wazuri, Bwana Yesu asifiwe. Haya, rafiki zangu mlioko hapa mbele, Bwana Yesu asifiwe. Kuna furaha, habari za nyumbani, wakati wana njaa, utumbo wao hauna kitu kabisa. Jana baadaye. Sasa leo nina kisa kizuri, sema kizuri kwa ajili yenu. Wakati unatamani kusikia kisa kizuri, haya tusimame tuombe. Watoto wazuri, tusimame tuombe. Nani hapa ni shujaa aombe ombi la kufungua somo? Nani shujaa atupatie ombi? Ni wewe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba mbinguni, na sasa tunapofundishwa viingie visitoke, kwa jina la Yesu, amina. Haya, zamani sana, zamani palikuwa na mtu hodari. Mtu nani? Alikuwa ni hodari wa kuchunga mifugo. Yule mchungi wetu karibu, mchungi wetu karibu. Mchungi huyu alikuwa ni mchungaji mzuri. Mchungaji huyu alikuwa anaitwa Musa. Alikuwa anaitwa nani? Mmemwona Musa? Alikuwa yuko na fimbo yake. Yuko na kondoo mwingine amebeba. Kwa hiyo kumbe mchungi anapokuwa akiwa malishoni, wale ambao hawawezi kutembea, basi anawabeba, safari huwa inatembea. Mchungi huyu alikuwa ni mzuri na mwadilifu. Alikuwa ni mchungi mzuri na nini? Mwadilifu. Huyo alikuwa ni Musa. Alikuwa akichunga kondoo za kuhani mmoja aliyekuwa kule Midian. Alikuwa anaitwa Yethro. Alikuwa anaitwa nani? Watoto walikuwa anaitwa nani? Alikuwa akichunga kondoo za baba mkwe wake. Wapi? Kule Midian. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa ni shughuli zake asubuhi, akiamka anachukua kondoo wale, anawapeleka malishoni. Anawapeleka wapi? Hapa ambapo Musa huyu alipokuwa anachunga kondoo hawa, palikuwa ni mbali, sema mbali kabisa na mji uitwaye Misri. Sema Misri. Huko Misri huko kulikuwa na watu wa Mungu walikuwa wanaitwa Waisraeli. Walikuwa wanaitwa nini? Hawa Waisraeli walichukuliwa mateka, walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu. Sema kazi ngumu. Wewe unaweza kubeba mfuko wa simenti wa kilo 50? Hapana. Kwa sababu gani? Mzito. Hawa walikuwa wanabebeshwa mizigo mizito, kazi ni ngumu. Lakini walikuwa wakilia, wakamwomba Baba wa mbinguni. Wakaomba nini? Baba wa mbinguni. Sikiliza, siku moja Musa alipokuwa anachunga yale maeneo yale, akasema leo ngoja niende maeneo ya mbali. Sema maeneo ya mbali. Akaenda maeneo ya mbali karibia na mlima wa Mungu uliokuwa unaitwa mlima Horeb. Sema mlima Horeb. Hapo alipokuwa akipeleka hao kondoo machungani, hapo katika mlima wa Horeb, alikutana na kitu cha ajabu. Kitu cha ajabu. Sema mwambie nako kitu cha ajabu. Aliona kichaka kinawaka moto. Kinawaka moto. Lakini akifanya nini? Sasa alipokuwa anashangaa kichaka kinawaka moto. Mbona sasa kama kiteketei? Unajua kuni zikiwaka kuna moshi unatoka, alafu kuni zile ambazo zinazidi kuungua zinapungua. Lakini kile kimetulia, moto unawaka lakini hakiteketei. Musa alipokuwa ameshikwa na butwaa, alipoona kitu cha ajabu, akakisogelea. Akafanyaje watoto wazuri? Alipokuwa anakisogelea, sema
Musa, Musa. Hebu sema Musa. Musa kwa sababu alikuwa ni mwadilifu akaitika, nipo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wazuri. Sasa nasikia sauti inamuita. Akawa na woga. Akawa na nini? Sasa kichaka kinawaka. Sauti inatoka. Akasikia naambiwa usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Ana sauti inamwambia usiogope. Halo, usifanye nini? Sauti kama vile usiogope. Unajua nini kiliendelea? Kisa kimeishia hapo. Kumbe hakijaisha. Sauti ikamwambia usiogope. Sikiliza, akamwambia usiogope, karibu zaidi. Vua viatu. Akavua viatu. Alipovua vile viatu, akasimama. Akaona msikiti, anaendelea kusikiliza. Akaambiwa hapa ni mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nivue viatu. Hapa ni mahali patakatifu. Wakati hapa ni porini. Akavua viatu na alikuwa ni mtiifu. Akavua viatu vyake, akaendelea kusikiliza. Alipokuwa anaendelea kusikiliza, Mungu akamwambia, ninataka nikutume, ninataka nikuagize uende kule Misri. Uende wapi? Kule kuna watu wa Mungu wako huko, kuna watu wangu wako huko, wanateseka. Sema wanateseka. Nataka uwapeleke katika nchi ya ahadi. Akasema watu wangu wanateseka, nimesikia kilio chao, nimekuchagua wewe. Mwambie jirani yako, nimekuchagua wewe. Uende ukawachukue watu wako. Musa akasema, mimi nikifika kule mtawaambiaje? Nimetumwa na nani? Sikiliza, sauti ikamwambia, waambie umetumwa na Mungu wa baba zao. Mungu wa nini? Mungu wa kina Isaka, Mungu wa kina Ibrahimu, Mungu wa kina Yakobo. Waambie mimi niko ambaye niko. Umekubali kupokea hiyo oda? Umekubali kupokea tu hiyo oda? Waambie tu mimi nimetumwa na baba yenu, Mungu wa kina Ibrahimu, Mungu wa kina Isaka, Mungu wa kina Yakobo. Waambie mimi niko ambaye niko. Bado Musa akaendelea kusisitiza. Basi Musa akachukua hatua ya kwenda kuwafuata. Sikiliza, kisa hiki kinatufundisha Mungu anapohitaji watu wake kwa ajili ya kufanya kazi yake, anawaandaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si tu kuandaa, anawatengeneza kwa majasiri. Bwana Yesu asifiwe. Licha tu ya kwamba anawatengeneza kwa majasiri, anawaambia usiogope, maana nitakuwa pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi mchana wale wanatamani kuwa kama Musa, watakaokuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu wakati wowote? Ni watoto wangapi wanasema Mungu wasaidie? Ni wangapi watoto wako tayari kufanya kazi ya Mungu? Kama mko tayari, simsimame pamoja nami. Alafu mkisimama, tunamwagiza Musa aende akawaite wana wa Israeli. Musa nenda akaite wana wa Israeli, waambie waje katika nchi ya ahadi, waambie waje katika nchi ya ahadi. Tukiwa tumesimama, tunageuka kule, na walimu wanatusaidia kusogeza hivyo viti na hivi hapa. Waambie wana wa Israeli waje katika nchi ya ahadi, maana huko ndipo nyumbani kwao. Waambie waje, waambie wana wa Israeli waje. Wale waliokuwa kule utumwani wanateseka, waliokuwa wakifanyishwa kazi nzito na nguvu, waambie waje. Basi Musa anawaambia, tunaenda sisi na watoto wetu, tunaenda na jamaa zetu, tunaenda na familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakachukuliwa wana wa Israeli, wakaondoka, wakatembea. Musa akawaambia, tunaenda tu hapo kumtolea Mungu dhabihu. Geukie kule, simameni, geukie kule. Musa anamwambia Farao ya kwamba tunaenda tu hapo siku 3 kwenye maombi tu hapo, tunaenda tu hapo. Basi wakachukuliwa wakiwa
safari wanayokwenda katika nchi ya ahadi. Tuwabariki watu wa Mungu kwa wimbo mmoja, Mungu akamwambia Farao. Haya, tugeukie kule. Baba yetu wa mbinguni, tunakuwa pamoja nasi katika ibada hii. Tuandae sisi watoto tukawa watoto wazuri wenye adabu, lakini